الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وفي الرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Jitambulishe kwa Allah katika wakati wa raha, atakujua katika wakati wa shida. Ai kun qariban min Allah fi jami'i ahwalik, kuwa karibu na Allah katika hali zako zote. Fi hali rakhaika wa adami hajatika, katika hali ya raha zako, katika hali ya raha zako na kutokuwa na mahitaji yako. La taftafit anillahi jalla wa ala, usiwe mbali na Allah azza wa jalla. Kun qariban min Allahi bitaatihi wa tarki maasiyatihi, kuwa karibu na Allah kwa kumtii na kuacha kumuasi katika hali zote. Sawa una hali ya raha, sawa una hali ya shida, unatakiwa umtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kumuasi. Qala ta'ala: kalla innal insana la yatgha arraahu istaghna, mwanadamu anapetuka mpaka arraahu istaghna, kwa vile kumuona ametajirika na kujitosheleza. فإذا استغنى الإنسان نسي الله عز وجل, mtu anapojitosheleza anamsahau Allah azza wa jalla. Mara nyingi mtu anapojitosheleza kwamba yeye hamuhitaji mtu mwingine, mara nyingi huyo anamsahau Allah azza wa jalla. Wa dhanna annahu laysa bihajatin ila Allah, na anadhania kwamba yeye hamuhitaji Allah. Lakini fa idha marida laja ila Allah, akiwa mgonjwa anategemea kwa Allah azza wa jalla. Wa idha sahha wa shufia nasiya Allah azza wa jalla, akiwa mzima akipona na maradhi humsahau Allah azza wa jalla. Fahadhi halatun sayyi'ah tadullu ala dha'fi al-iman, hii ni hali mbaya inafahamisha udhaifu wa imani wa mtu huyo, kwamba akiwa na raha, akiwa mzima hamuombi Allah wala anamsahau Allah, anasahau ibada za Allah. Akiwa mgonjwa na matatizo ndipo anapojikweka karibu kwa Allah na kufanya ibada, hatoki msikitini kwa sababu ana matatizo, amuomba Allah azza wa jalla. Sio hivyo. فقوله يعرفك في الشدة يعني إذا وقعت في خطر وفي شدة وأنت مطيع لله في حالة الرخاء فإن الله ينقذك بأعمالك الصالحة. معنى يعرفك في الشدة، الله تكجوا katika matatizo. Maana yake idha waqa'ta fi khatar, ukiingia katika hatari yoyote, wa fi shidda, na katika matatizo yoyote, wa anta muti'un lillahi fi halati ar-rakha, na hali wewe unamtii Allah katika hali ya raha. Kabla hujapata matatizo, uko katika raha, huna tatizo lolote, unamtii Allah azza wa jalla kwa kutekeleza taa zake na kuacha maasi yake. Fa inna Allaha yunqidhuka bi a'malika salihah, Allah anakuokoa na shida hizo na matatizo hayo kwa sababu ya zile amali zako njema ulizokuwa ukizifanya kabla hujapata matatizo hayo. Fa inna Allaha yunqidhuka bi'amalika salihah, Allah anakuokoa kwa zile amali zako njema. Mithla hadithi ashabi sakhra, mfano wa hadithi ya watu wenye jiwe, watu wa jiwe waliozuiliwa na jiwe, walioingia katika pango wakazuiliwa na jiwe. Alladhina intabaqat alayhimus sakhratu fil ghar, watu ambao lilifunika jiwe katika pango lile wasiweze kutoka. Kuna jiwe limewazuia katika mlango wa pango, hawawezi kutoka katika pango hilo. Walam yastati'u al-khuruja, na hawawezi kutoka katika pango hilo.
لما كانت لهم أعمال صالحة سابقة فرج الله عنهم walipokuwa wana amali njema zilizotangulia faraja Allahu anhum Allah akawafariji na kuzuiliwa na jiwe hilo kutokana na amali zao njema zilizotangulia fahadha tawassala ila Allah bibirrihi biwalidayhi mmoja katika wao alitawassal akajiweka karibu kwa Allah kwa kuwafanyia wema wazazi wake anatawassal kwa amali zake njema alizozifanya huko nyuma mimi nilikuwa na wazazi wangu siku moja walikuwa wanangojea maziwa nimekwenda kuwatafutia maziwa narudi wazazi wameshalala na siwezi nikanywa maziwa yale mimi mpaka wanywe wazazi wale ambao wamelala njaa akawasubiri wazazi wale na maziwa yake mkononi yule bwana akawasubiri mpaka walipoamka akawapa maziwa yale kafanya hivyo kwa ajili ya kuwafanyia wema wazazi wake tawassala ila Allah jalla wa ala akajiweka karibu kwa Allah tawassul ila Allah bil amali salihah hii ya kuwafanyia wema wazazi jiwe likajisogeza kidogo si lote kidogo lile jiwe likasongea kidogo hakuna nafasi ya kupita وهذا توسل إلى الله جل وعلا بتركه الزنا خوفا من الله na huyu mwingine naye akatawassal kwa Allah azza wa jalla kwa kuacha kwake zina kwa kumuogopa Allah alikuwa na binti ami yake anampenda kuliko watu wote yule binti ami yake akaenda pale kwake akampa pesa ili wafanye uchafu mpaka akakubali huyo binti ami yake mpaka akakubali akaingia naye alipoingia naye yule binti kutaka kufanya yule bwana kitendo akamwambia angalia muogope Allah azza wa jalla uwezi ukafanya kitendo hiki kabla ya kunioa yule bwana alipotajiwa Allah haraka akaondoka hakumuingilia hakumfanya lolote katajiwa Allah akatawasal kwa Allah ya Allah mimi nimefanya hivi kwa kukuogopa wewe kuacha zina kwa ajili ya kumwogopa Allah ni ibada kwa alifanya ibada hiyo ya kumwogopa Allah hakufanya uchafu huo jiwe likajisogeza kidogo Allah amezikubali amali zake hizo za kuacha uzinifu kwa ajili ya kumwogopa Allah jiwe lile likajisogeza tena kidogo wa hadha tawassala ila Allah biamanatihi wa hifdhihi li ujratil ajiri alladhi taraka ujratahu indahu wa dhahaba na huyu mwingine akatawassal kwa Allah kwa uaminifu wake na kuhifadhi kwake malipo ya yule muajiriwa wake ambaye aliwacha ujira wake kwake akaondoka mtu alimwajiri kufanya kazi baada ya kufanya kazi hiyo kabla hajapewa ujira wake yule bwana akenda zake ujira wake akauacha pale pale kwa yule tajiri aliyemwajiri kufanya kazi hafidhaha lahu wa namaha ujira wake ule aliuhifadhi na akauzalisha yule bwana baada ya kuondoka yule mwajiriwa akawacha ule ujira wake na mshahara wake yule bwana tajiri akauzalisha ule mshahara wa yule mwajiriwa akaamua kuuzalisha akanunua mbuzi ng'ombe wanyama wengi akanunua kwa sababu ya kuuzalisha ule ujira wa yule mwajiriwa kwa sababu anajua siku moja tu atakuja kunidai huyo sasa nisiuweke ujira wake wacha niuzalishe idhan hafidhaha lahu wa namaha falamma jaa a'tahu iyahu alipokuja yule mwajiriwa akampa ujira wake maana huo ndio ujira wako waona mbuzi hawa na ng'ombe wote ni wako mbona bwana unifanyia utani mbona unifanyia istiza ni wangu vipi mimi si ujira wangu ule nilokufanyia kazi tu 2000 nipe zile hapana ujira wako ni huo 2000 mimi nimezalisha mpaka ukapata mbuzi hawa na ng'ombe hawa na vitu vingi chukua ni vyako hivi akachukua akaenda zake haweza kufanya hivyo mimi na yeye tuweza hivyo mfanyikazi ameondoka amewacha mshahara wake hakurudi miaka kadhaa ule mshahara wewe ukaufanyia kazi ukauzalisha mpaka ikawa na mali nyingi yule mwajiri wako unaziweka unamuhifadhia sio jambo dogo sio jambo dogo
alipokuja hawa mbuzi wote ni wako, ng'ombe hawa wote ni wako, ule mshahara wako nimeuzalisha. Anamwambia chukua, hivi si vyangu ni vyako. Yule bwana akachukua, akatawassal kwa Allah kwa amali hiyo aliyomfanyia huyo mwajiri wake ya kumuhifadhia mshahara wake na kuuzalisha na kupata mali nyingi yule mwajiriwa. Hadha amalun salih. Jiwe likajiondoa lote, wakapita pale, wakatoka katika pango. Hadha tawassul bil a'mali salihah, ni kutawassal kwa Allah kwa amali njema. Hii ndiyo tawassul mashru'. Hii ndiyo tawassuli ya sunna, mtu kufanya tawassul kujikurubisha kwa Allah kwa amali njema kama hivi, sio kufanya tawassul kwa ahlul badri, sio kufanya tawassul kwa nani, la, hada tawassul bid'i. Tawassul zinazofaa ni hizi: kufanya tawassul kwa Allah kwa ajili ya amali njema ulizozifanya nyuma au hata leo. Ya Rabbi, kwa hii salatu al-fajr niliyoisali kwa ajili yako, na kuomba ya Rabbi unisamehe madhambi yangu. Ya Rabbi, kwa sababu ya jambo fulani nililolifanya, ya Rabbi nisamehe madhambi yangu au nipe kitu kadhaa. At-tawassul bil a'mali salihah. Kadhalika at-tawassul bi asma'illahi al-husna, pia ni tawassul mashru' ya sunna, kutawassal kwa moja katika majina ya Allah azza wa jalla mazuri. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. Kwa hiyo pia ni tawassul mashru' ambayo ni sunna. Pia tawassul bi rajulin salihin hayyin hadir, kutawassal kwa dua, biduai rajulin salih hayy, kutawassal kwa dua ya mtu mwema aliye hai na yuko hadhiri pale, kama masahaba walivyokuwa wakenda kwa Mtume sallam, mvua imekatika, hakuna mazao, hakuna maji, wanakwenda kwa Mtume na kumwambia ya Rasulullah, tuombee kwa Allah mvua. Mtume anamuomba Allah, mvua inanyesha. Hii pia ni tawassul mashru', tawassul mashru' ya sunna, kutawassal kwa mtu mwema aliye hai. Alipofariki Mtume, masahaba wakenda kwa Al-Abbas, ami yake Mtume sallam, wakenda kumwambia, alipokuwa Mtume hai tulikuwa tunakwenda kwake tukamuomba amuombe Allah alete mvua. Sasa Mtume amefariki, tumekuja kwako wewe ami yake, muombe Allah atulete mvua. Hiyo ndio tawassul mashru', sio kutawassal kwa mtu aliyekufa. La. Mahallu shahid, hawa walitawassal kwa amali zao njema. Kwa hiyo amali njema zilizofanya mtu zinamsaidia Allah subhanahu wa ta'ala kukubali maombi yake na dua zake. Wallahu jalla wa ala yaqul an ashabil janna innahum kanu qabla dhalika ay fi dunya muhsinin. Wao walikuwa kabla ya hapo yani duniani walikuwa ni wenye kufanya ihsan, walikuwa ni watu wema. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, walikuwa ni muda mchache usiku wanavyolala, muda mchache tu wanalala kwa ajili ya kumwabudu Allah azza wa jalla. Wabil ashari, na usiku wa manane, hum yastaghfirun, wao wanamuomba msamaha Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, na katika mali zao kuna haki ya mwenye kuomba na asiyeomba. Kuna watu wanaomba wanawapa, na wasioomba lakini pia ni wahitaji pia wanawapa. Kabla dhalika, kabla ya hapo, wahum fi dunya, wako duniani wanafanya amali hizo. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu watu wema. وقال الله جل وعلا في يونس عليه السلام صاحب الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو سikuwa ni katika wenye kumsabih Allah huyu nabii Yunus صاحب الحوت, mwenye samaki aliyemezwa na samaki, falaula annahu kana min almusabbihin, yani kana min almusallin fi halati rakhai, lau sikuwa ni katika wenye kuswali katika hali ya raha, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, angekaa katika tumbo la samaki huyo mpaka siku ya kufuliwa, hajatoka katika tumbo hilo. Lakini anjahu Allahu bisababi a'malihi salihah
allati asbaqaha, Allah alimuokoa katika tumbo la samaki kwa sababu ya amali zake njema alizozifanya huko nyuma. Samaki yule hakumdhuru, alikaa katika tumbo lake na hakumdhuru, akamtema samaki huyo, akamtema Nabii Yunus. فالمسلم يعرف الله جل وعلا في الشدة والرخاء. مسلم ni yule muislamu, ni yule anemjua Allah azza wa jalla katika hali ya matatizo na hali ya raha, yuko katika taa na kuacha maasi katika hali zote, hali ya raha na hali ya shida na matatizo. Amma al-kafir fala ya'rifu Allah illa fi halati shidda. Ama kafiri, huyu hamjui Allah isipokuwa katika hali ya shida na matatizo, ndipo anapomuomba Allah azza wa jalla. Kafiri, qala ta'ala, wa idha massakumudh dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila albarri a'radtum. Wa idha massakumudh dhurru fil bahri, yakikupateni madhara baharini, wala man tad'una illa iyyah, hupotea wote hao mnaowaomba min duni la, isipokuwa yeye peke yake mnamuomba yeye Allah. Wa idha massakumudh dhurru fil bahri, yakiwapata nyinyi madhara baharini, jahazi linataka kughariki, wala man tad'un, wanapotea wote mnaoabudu min duni la illa iyahu, isipokuwa mnamuomba yeye Allah peke yake. Falamma najjakum ila albarri a'radtum, alipokuokoeni mkafika katika nchi kavu, a'radtum, mnapuuza sasa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mnafanya ushirikina. idha waqa al-kufaru fi al-khatar akhlasu ad-du'a lillahi azza wa jalla, makafiri wakiingia katika hatari wanamtakasia dua Allah azza wa jalla, wanamuomba Allah awaokoe. amma al-mu'min fahuwa ya'rifu Allah fi kulli al-ahwal, fi hali rakhaihi wa fi hali shiddatihi. ama mu'min, yeye anamjua Allah katika hali zote, katika hali za raha, katika hali za matatizo, yuko katika kumjua Allah na kumwabudu Allah na kumuomba Allah katika hali zote. Sio katika wakati wa shida ndio wamuomba Allah, katika wakati wa raha huna haja na Allah, manake una raha, huna matatizo yoyote. La, muumini hatakiwi kuwa hivyo, hiyo ni hali ya makafiri. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر, jua kwamba nusra iko pamoja na kusubiri. waalam anna an-nasra ma'a as-sabri, jua kwamba nusra iko pamoja na kusubiri. Unasubiri kwanza ndio unapata nusra. al-insanu yubtala fi hadhihi al-hayah, mtu anapewa mitihani katika maisha haya duniani. fata'ridu lahu alam wa mashaqu wa makarihu, mtu huyo yanamtokea machungu, mambo mazito, mambo anayoyachukia, matatizo. Lakini alayhi bisabri, lakini lazima asubiri, lazima asubiri. Dunia hii ni dunia ya matatizo, si raha moja kwa moja, mara hivi mara hivi, mara una furaha mara una huzuni, ndio dunia. Kwa lazima kusubiri, lianna shadaida tazulu wala tadum, shida na matatizo yanaondoka hayadumu. fayuqabilu shadaida bisabri alaiha, kwa mtu anatakiwa akabili matatizo kwa kuyasubiria, akabili shida kwa kuzisubiria, hatta yuzila Allahu anhu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amuondolee matatizo hayo. Lakini anatakiwa asubiri mtu, wala yajza'u, wala asilalamike, wala yaskhatu, asichukie, sababu ni makadirio ya Allah. Allah ameshakadiria mtu apate matatizo hayo au huzuni hizo. Sabr, imewekwa subra kwa ajili yetu sisi, tusije tukakataa kadari ya Allah na tukachukia makadirio ya Allah, sababu kila linalotokea tayari ni makadirio ya Allah azza wa jalla. Liwe la furaha, liwe la huzuni, tayari Allah amelikadiria hilo. Haitaki kuchukia makadirio ya Allah.
ikija qadar ambayo ni ya kuhuzunisha, mtu anatakiwa asubiri. Sio kwa nini sasa kwa nini mzazi wangu amekufa, mbona watu wengine wana wazazi wao, mimi kwa nini sio hivyo. Hiyo ndio jaza. Haitaki kulalamika namna hiyo. Mbona hivyo bwana, mbona kila siku naibiwa viatu mimi, kila siku ningeenda msikitini viatu vyaibiwa. Ndio hiyo kadari imeshakadiriwa hiyo. Mimi nimevificha pia nimechukuliwa bwana. Usilalamike shehe, fanya subra. Qala amma idha jaza al-insanu wa sakhita fa inna Allaha yakhdhuluhu. Mtu akilalamika na akichukia kadari ya Allah anamkosesha nusra huyo. Lazima kusubiri, ni lazima kusubiri shida, lazima kusubiri matatizo, lazima kusubiri huzuni, kitokea msiba wote ni lazima kusubiri. Wabashiri sabirin, Allah anasema wapi habari za furaha wenye kusubiri. Alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jaza na malipo ya kusubiri ni makubwa. Subra ni ngumu, la shaka, subra ni ngumu sana, lakini jaza yake ni kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema mmoja katika washairi, as-sabru mithlu ismihi hurrun murrun madhaqatuhu lakin ta'muhu ahla min al-asali. As-sabru mithlu ismihi, subra ni kama jina lake. Subiri si ni chungu, ndio sabr. As-sabru mithlu ismihi murrun madhaqatuhu, subiri ni chungu ladha yake. Lakin aqibatuhu ahla min al-asali, mwisho wake, mwisho wa subra ni mtamu zaidi kuliko asali. Mwisho wa subra nini? Ndio hii wabashiri sabirin. Kwa hiyo ni lazima, jambo la kusubiri ni lazima. As-sabru min al-iman. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala as-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasadi. Subra katika imani iko katika daraja ya kichwa na mwili. Kichwa si kina umuhimu mkubwa? Kama mtu hana kichwa ni mtu tena huyo, si mtu. Kwa ndio subra katika imani. As-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Kisha akamalizia ala la imana liman la sabra lahu. Hakuna imani kwa asiyekuwa na subra. Kwa lazima kusubiri. Kila mtu katika sisi, kila mtu anatakiwa asubiri kwa matatizo au kwa huzuni alizonazo. Qala sallallahu alaihi wasallam wa anna al-faraja ma'al karbi, na kwamba faraja ni pamoja na matatizo. Baada ya kupata matatizo kisha kuna faraja. Kullama ishtadda al-karbu tatallaa ila al-faraji, kila inapozidi matatizo na mateso na madhiki, tatallaa ila al-faraj, muislamu na mumin anangojea faraja ya matatizo hayo. Dhalika anna faraja Allahi qarib, hili ni kwamba faraja ya Allah iko karibu. Wallahu jalla wa ala yaqul fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, hakika baada ya uzito kuna wepesi. Inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito au baada ya uzito kuna wepesi. Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika hii yaqul lan yaghliba usrun yusrain, lan yaghliba usrun yusrain, uzito mmoja hauwezi ukashinda yusri mbili, usahala mara mbili. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika hii amerudisha usri mara mbili, ndio hiyo moja tu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usri hii na alif na lam ni ile moja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimatul usri ni muarrafun bil lam. Sasa hii usri ya pili ni ile uzito mmoja, lakini yusri imetajwa mara mbili. Yusri imetajwa mara mbili kwa nakira, ndio lan yaghliba usrun yusraini. Mwanielewa?
وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Fakasema mtume na walioamini pamoja naye, lini nusra ya Allah? Fahamuni, hakika nusra ya Allah iko karibu. Fa idha ishtadda al-amru fa'lam anna faraja Allah qarib. Jambo likizidi, matatizo yakizidi, jua kwamba faraja ya Allah iko karibu. Wala tayas wala taqnat min rahmatillah, usikate tamaa na rehema za Allah. Mumin hakati tamaa na rehema za Allah. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Mtume sallam alitoka siku moja hali ya kuwa ni mwenye furaha, na huku anacheka na kusema lan yaghliba usrun yusrain, uzito mmoja hauwezi ukashinda yusri mbili, usahali mara mbili. Lan yaghliba usrun yusrain. Akasoma hii fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusri imetajwa mara mbili, lakini usri kwa sababu imerudishwa ala hapa ni ile mara moja, ndiyo usri ya pili. Usri ya pili inarudia ile uzito mmoja. Al-usru marratan wahida, usri ni mara moja, li'annahu mu'arrafun bil alif wal lam, sababu imearifishwa kwa alif na lam, fa huwa usrun wahid. Wal yusru munakkarun, yusri imetajwa hapa ni munakkar, ni nakira. Mukarrar marratain, imekaririwa mara mbili. Yaqtadhi tikrara, ina hukumu kukaririwa. Fa kullu usrin ma'ahu yusrani, kila uzito mmoja una usahali mara mbili. Wa hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala, hii ni katika fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. قال فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له ألا يضيق به الأمر أبدا. hadithi hiyo inafahamisha kwamba mtu anatakikana mambo yasimdhiki kabisa, kwamba ana mambo asifanye dhiki kwake mambo hayo, kwamba milele itakuwa ni hii hali hii mbaya na matatizo. Wala yaqnatu min rahmatillah, asikate tamaa na rehema za Allah. Wa an yatawaqqa alkhaira min Allah daiman wa abada, atarajie khairi kwa Allah daiman wa abada, milele. Walaysa hunaka ahadun fi hadhi dunya salimun, hakuna yote katika hii dunia kwamba amesalimika na mtihani. Bal la budda an yahsul alayhi shay'un min albala, lazima apate kitu katika mtihani, lazima. Mitihani imeumbiwa sisi. Hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivi watu wanadhania kwa vile ni waumini kwamba hawatapewa mitihani? La, mitihani imeumbiwa sisi. Kwa asidhanie kwamba mtu hatapata mtihani, ni raha moja kwa moja mpaka kufa kwake. Lazima tu atapewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala, aangaliwe atasubiri au atababaika. Asisubiri, kuni lazima ikitokea kuna mtihani mtu lazima asubiri, aweke mbele ya macho yake asabr, kusubiri. Qala fa inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya, kwani watu wenye mitihani mikubwa zaidi ni mitume. Thumma al-amthalu fal-amthal, kisha waliofanana na mitume, kisha waliofanana na mitume. Lakini watu wenye mitihani mikubwa zaidi ni mitume wa Allah, vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, wajumbe wake waliofikisha ujumbe wake duniani, ndio wanaopewa mitihani zaidi kuliko watu wengine. Kwa kila mtu anavyokuwa yuko karibu na Allah, ndivyo mitihani inavyozidi. Thumma al-amthalu fal-amthalu. Kwa hiyo mtu anatakiwa asubiri vyovyote itakavyokuwa. Nani atapata mtihani kama alivyopata mtihani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alivyonyanyaswa na makafiri Makureishi, walivyomnyanyasa Mtume sallam? Nani dai gani atapata mtihani namna ile? Kwa mitihani imeumbiwa sisi. فعليه أن يقابل هذه الأمور بالصبر، ni lazima mtu akabili mambo haya mitihani
kwa kusubiri. Fa inna an-nasra ma'a as-sabri wal faraja ma'a al-kabri, kwani nusra iko pamoja na kusubiri na faraja iko pamoja na hiyo dhiki na shida. Huwezi kupata faraja bila kupata shida. Wapata shida kwanza, halafu ndio faraja, unaondolewa na shida hiyo na matatizo hayo. Wal usru yusbaru alayhi, uzito unasubiriwa bintidhari liyusri min Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kungojea yusri, usahali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu la yatruku abdahu abada, Allah subhanahu wa ta'ala hamwachi mja wake milele akapata matatizo milele. Walakinahu yabtalihi, lakini anamuonja na kumpa mtihani. Liyadhhara sabruhu wa tahammuluhu wa imanuhu billahi azza wa jalla, ili dhihiri subra yake na uvumilivu wake na kumwamini kwake azza wa jalla. فهذا حديث عظيم ووصايا عظيمة وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بواسطة هذا الغلام المبارك. حديثه تكفو نوصيه متكفو متوم صلى الله عليه وسلم ameusia umma huu wote kupitia wasita wa kijana huyo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. فهذا حديث عظيم ووصايا عظيمة وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بواسطة هذا الغلام المبارك. حديثه تكفو wasaya hizi tukufu amemuhusia mtume wa Allah au amewahusia umma wote kwa wasita wa kijana huyu mwenye kubarikiwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. يقول أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه anasema, amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam: inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula, hakika katika mambo walioyadiriki watu katika maneno ya mitume wa mwanzo. Idha lam tastahi fasna ma shita, usipokuwa na haya fanya unalotaka. Idha lam tastahi fasna ma shita, usipokuwa na haya fanya unalotaka. Kama mtu hana haya huwa anafanya analotaka kwa sababu hana haya. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وهذا حديث عظيم أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحيي. قال: والحياء خصلة عظيمة تمنع الإنسان من الأشياء التي لا تليق به. haya ni sifa tukufu ambayo inamzuia mtu na mambo ambayo hayafanani naye. Alhayau khaslatun adhima, ni sifa tukufu, sifa ambayo tamna'u al-insana, inamzuia mtu minal ashiya'i allati la taliqu bihi, kufanya mambo ambayo hayafanani nayo, minas safasifi waradhail, katika mambo duni, mambo machafu, mambo mabaya, wasayil akhlaq, na tabia mbaya. Haya inamzuia mtu kufanya mambo mabaya hayo, mambo machafu, mambo duni ambayo yanafanywa na watu wabaya, kuyafanya mambo hayo mtu mwema, haya zinamzuia kufanya mambo hayo. Hii ndiyo haya. Falladhi yastahi yamtani'u mimma la yaliqu, mtu mwenye haya anajizuia na kufanya mambo ambayo hayafanani naye. Falladhi yastahi yamtani'u mimma la yaliqu, mtu mwenye haya anajizuia kufanya mambo ambayo hayafanani naye. Lianna alhayaa yamna'uhu, ile haya inamzuia. Walidhalik sara alhayau min aliman, kwa hiyo haya imekuwa ni katika iman. Qala sallallahu alaihi wasallam: walhayau shu'batun min aliman.
al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صلى الله عليه وسلم حياء نسهم يا إيمان والحياء شعبة من الإيمان حياء نسهم يا إيمان. فالذي لا يستحي هذا دليل على ضعف إيمانه. mtu asiye na haya hii ni dalili ya udhaifu wa imani yake. والذي يستحي na mtu anayeona haya hadha dalilun ala kamali imanihi, hii ni dalili ya ukamilifu wa imani yake huyo mwenye haya. wa qawluhu idha lam tastahi fasna ma shita, maneno ya mtume usipokuwa na haya fanya unavyotaka. hadha min babi tahdid, hii ni katika upande wa kutisha. Fanya unalotaka ina maana ni katika upande wa kutahadharisha mtu kutokuwa na haya na kufanya jambo analotaka kwa sababu hana haya. Mtume anatahadharisha na kutoa makamio makali ya jambo hilo. mithla qawlihi ta'ala faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, hii pia ni tahdid. Anayetaka aamini, anayetaka akufuru, hii ni tahdid. Si kwamba mtu ana khiari kuamini na kufuru, la. قال فليس تخييرا له أنه يفعل ما يشاء, hii si kumpa khiari kwamba mtu afanye anavyotaka. wa inma huwa tahdid, isipokuwa hivyo ni vitisho. falhayau khaslatun adhima yamna'u al-insana min kulli radhila, haya ni sifa tukufu inayomzuia mtu na kila jambo chafu, kila jambo baya. wayasunuhu min kulli madhamma, na linamlinda haya, inamlinda mtu na kila jambo ambalo linachukiwa. wa amma idha fuqida alhaya'u fahuwa musibatun adhima, ama ikikosekana haya kwa mtu huo ni msiba mkubwa. farrajulu alladhi la yastahi la yatahasha alkadhib, mtu asiyeona haya hajiepushi na ukurongo. wala yatahasha sayyi al-umuri, wala hajiepushi na kujieka mbali na mambo mabaya. wasafasifa waradhail, na mambo hayo duni, mambo yasiyo na maana, mambo ya kishenzi. mtu asiye na haya anafanya mambo hayo, lakini mtu mwenye haya hawezi kufanya mambo duni hayo, mambo ya kishenzi yasiyo na maana yoyote. wala yamtani an shurbil khamri, asiye na haya huyo, asiye na haya hakatai kunywa tembo, wazina na uzinifu, wasarika na kuiba, wa ghairi dhalik na mambo mengine, kwa sababu hana haya. fahadha fihi alhathu ala aladabi watakhalluq bilhaya, hadithi hii inakuhimiza juu ya adabu za Kiislamu na kujipamba kwa sifa ya haya, sifa inayozuia mtu kufanya mambo ya maasiya, sifa inayozuia mtu kufanya mambo ambayo si murua kwa mtu. wafihi dalilun ala fadli alhaya, pia hadithi hii ina dalili ya fadla za haya. wa annahu la yati illa bikhair, na kwamba haya hazileti isipokuwa khairi, haya zinaleta khairi. wa anna alladhi la yastahi mahrumun min hadhihi alkhaslati alazima, mtu asiye na haya ananyimwa na sifa hii tukufu. fala yubali bima yadhurruhu, mtu asiye na haya hajali mambo yanayomdhuru. wayaqdahu fi dinihi, anaitia illa dini yake. wayaqdahu fi muruatihi, anatia illa katika murua wake na tabia zake. wayaqdahu fi rujulatihi, pia anatia illa katika uume wake, sababu hana haya. wa hunaka ihtimalun anna almurada idha kana al-amru la yustahya min fi'lihi faf'alhu in shi'ta, pia kuna ihtimali, uwezekano wa kwamba murad ikiwa jambo la yustahya min fi'lihi, halionei haya kulifanya, faf'alhu in shi'ta, lifanye ukitaka. ikiwa jambo halionei haya kulifanya, faf'alhu in shi'ta, lifanye ukitaka. fahuwa min babil idhni, hii ni katika hilo ni katika upande wa idhni na ruhusa, la min babi tahdid, hapa itakuwa si katika upande wa kutisha na kutahadharisha. ikiwa kuna jambo halionei haya kulifanya, hilo lifanye ukitaka. kuna mambo mengine hayaonei haya kama ilmu,
ilmu huwezi ukaona haya wewe kusoma, huwezi ukaona haya kuuliza swali lako usilolijua. Hiyo sio haya inayotakiwa. Hadha haya'u madhmum. Unaelewa? Hadha haya'u madhmum, si mamduh, si mahmud. Haya hiyo kwamba wewe una jambo ulijui waona haya kuliuliza, la, haitakiwi hivyo. Mmoja katika sahabiyat, mwanamke wa kisahaba, anamuuliza Mtume sallam, hal ala almar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat? Je, mwanamke ataoga naye akiota usiku? Hal ala almar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat? Kama vile mwanamume anavyoota na mwanamke, je akiota ni wajibu kuoga? Tumekamjibu naam, idha ra'atil maa, ndio ataoga akiona maji yametoka, lazima aoge. Hakuna haya katika kuuliza bwana. Kuuliza si ujinga, haitaki kuona haya. Kwa mama wa kisahaba walikuwa wakimuuliza Mtume sallam maswali hayo ya ndani bila kuona haya. Inna Allah la yastahi anil haqqi shay'a. Kuna kuona haya katika maswali, katika kusoma. Ithnani la yataallamani, wanasema ulama, watu wawili hawawezi wakasoma. Almutakabbir walmustahi, mtu mwenye kibri na mtu mwenye haya, hao hawawezi wakasoma hao. Sababu kila saa aona haya, mimi mbona nitaonekana sijui, basi siulizi. Nikiuliza nitaonekana sijui, nitaonekana mjinga, siulizi. Au mtu ana kibri, mimi nitakaa pale bwana, nitakaa pale kwenye darasa, atanifundisha nini yule nini atanifundisha nini, sijui mimi. Kibri. Kwa ithnani la yataallaman, almutakabbir walmustahi, ni sifa mbaya hizo zote mbili, ni sifa mbaya. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.